Mtazamaji, hujambo popote pale ulipo, karibu katika habari ya kutwa nzima leo kutoka hapa Channel Plus. Mimi ni Lulu Ali, karibu tu sote. Serikali imeeleza kuwa inalenga kuhakikisha huduma za internet ya kasi zinapatikana kwa Watanzania wote ifikapo mwaka 2030 kupitia utekelezaji wa mkakati wa taifa wa mawasiliano ya internet ya kasi, hatua inakusudiwa kuongeza ushiriki wa wananchi katika uchumi wa kidijitali na kuboresha upatikanaji wa huduma mbalimbali za kijamii na kiuchumi. Amani Bando anatueleza. Kauli hiyo imetolewa jijini Dodoma baada ya kikao cha kwanza cha kamati ya uongozi ya usimamizi wa mkakati huo, ambapo mkurugenzi wa idara ya miundombinu ya TEHAMA kutoka Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, Mhandisi Leo Magomba, amesema hadi sasa asilimia 94 ya Watanzania wamefikiwa na huduma za intaneti ya kasi, huku asilimia 35 wakifikia teknolojia ya kizazi cha 5, yani 5G. Takwimu tulizonazo kutoka TCRA zinasema kwamba ni asilimia 94 sasa hivi ya maeneo ambayo ni yamekaliwa na watu kufikiwa na huduma hii ya internet ya kasi. Lakini pia kuna teknolojia pia 5G iko asilimia 30. Kwa tunahitaji mikakati zaidi, kuna asilimia 6 haijafikiwa. Ameongeza kuwa serikali inaendelea kuwekeza katika miundombinu ya mawasiliano ili kuhakikisha wananchi wote wakiwemo wanaoishi vijijini na maeneo ya pembezoni wanapata huduma hizo ambazo zinachangia kurahisisha utoaji wa huduma, malipo ya kidijitali na shughuli nyingine za kiuchumi. Maeneo yote tunapokwenda 2030 basi yanaweza kufikiwa na huduma zote ya internet ya kasi, kuhakikisha kwamba kila mwananchi mahali popote basi anaweza kufikiwa na huduma hii ya internet ya kasi. Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa Tume ya TEHAMA Dr. Nkundwe Mwasaga amesema matumizi ya internet ya kasi yanapaswa kuendelea kuimarishwa kupitia sera na mikakati inayoweka mazingira rafiki kwa uwekezaji ili kuongeza ushindani wa uchumi wa kidijitali wa Tanzania ndani na nje ya nchi, pamoja na kufanikisha malengo ya Dira ya Taifa ya Maendeleo 2050. Tunafahamu katika dira ya mwaka 2050 inaonyesha kwamba mapinduzi ya kidijitali ni kati ya driver au vichochezi vinaweza kufikisha kwa haraka katika uchumi wa 1 trillion US dollar ambao tunaelekea. Amani Mbando, Channel 10, Dodoma. Wakulima wa zao la kahawa wilayani Tarime mkoani Mara wameomba serikali kuangalia namna upatikanaji wa masoko ya zao hilo ya uhakika kutokana na hamasa iliyopo kwa sasa ya kilimo cha zao hilo, lakini changamoto kubwa ni upatikanaji wa masoko. Musa Makali kutoka Mara anaripoti zaidi. Wanawake na vijana wilayani Tarime mkoani Mara wamesema mradi wa Melita unaotekelezwa kwa ushirikiano kati ya Plan International Tanzania na serikali umewezesha kujenga uwezo wa kujitegemea kiuchumi kupitia mafunzo ya ufundi stadi na kilimo bora cha kahawa, lakini ukosefu wa masoko ndio kilio kikuu kwa wananchi hawa. Sasa soko kwamba kahawa niuze wapi ni changamoto. Ni historia kwamba tuna wanunuzi wanne watano, lakini hawaonekani. Kahawa ni kuharibika ndani. Hata wale ambao walitamani kupanda kahawa wameanza kuhofu, maana baada ya kuona soko halieleweki. Mradi huu unalenga kuwawezesha vijana na wanawake kiuchumi unaacha alama ya mafanikio kwa kuwafikia wakulima takriban 300 walionufaika na mafunzo ya kanuni bora ya kilimo cha zao la kahawa, huku vijana zaidi ya 100 wakipatiwa mafunzo ya ufundi stadi kupitia VETA. Ninaacha kuwa tegemezi, badala ya kuwategemea wazazi, badala ya kukaa bila kuwa na chochote ninachoenda kufanya, sasa nitakuwa mzalishaji bora wa miche ya kahawa, lakini pia nitakuwa mfugaji wa kuku. Tumeweza kufikia wakulima wadogo 300 na tumewawezesha kuhusu kanuni bora za kilimo cha kahawa. Tumewawezesha kuhusu namna gani tunaweza kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi kupitia zao la kahawa. Vijana 110 wote watapewa vitendea kazi vitakavyowawezesha kuanzisha biashara zao. Mradi unafika tamati na mkuu wa wilaya Tarime Meja Edward Goere anauhitimisha, na hapa maelekezo ya serikali akayatoa. Tija ya wakulima kwa kahawa na kuwajengea uwezo wa kukabiliana na changamoto za mabadiliko ya tabia nchi pamoja na kuwezesha wanawake na vijana kiuchumi ni hatua muhimu sana. Kutoka hapa mkoani Mara, jina langu ni Musa Makali. Serikali ya wilayani Handeni mkoani Tanga imewataka wazazi na walezi wilayani humo kulinda watoto wao dhidi ya vitendo vya ukatili na kufuatilia mienendo ya tabia zao kila siku ili kutengeneza kizazi bora kwa ustawi wa jamii na maendeleo ya taifa. Kutoka Handeni, Ernest Mbezi ana ripoti zaidi.
Wito huo umetolewa na afisa tarafa ya Mzundu Bi Elizabeth Mponda kwa niaba ya mkuu wa wilaya Handeni Salum Nyamwese wakati wa adhimisho la siku ya mtoto wa Afrika, huku jeshi la polisi kitengo cha dawati la jinsia likitumia adhimisho hilo kutoa ujumbe kwa wazazi na walezi. Jamii tunaaswa kwa ujumla wetu kumlinda mtoto dhidi ya hatari zote. Pale tunapoona mtoto yuko hatarini, ni wajibu wetu kama jamii kuchukua hatua. Mtoto ni rasilimali ya taifa, anapaswa kulindwa kama hazina. Mtoto akiharibika, aibu ni kwa wazazi wote, haijalishi ni mama au ni baba. Kwa wazazi wote wawili, bila kujali ni baba au ni mama, tuna wajibu wa kujua watoto wetu wanafanya nini, wanaishije, wanakula wapi, wanasoma nini, wanarudi saa ngapi nyumbani. Hata hivyo, halmashauri ya wilaya Handeni kupitia idara ya maendeleo ya jamii pamoja na wadau wengine likiwemo shirika la World Vision Tanzania wameanza mikakati ya kutoa elimu kwa jamii juu ya masuala ya ulinzi wa watoto. Tumelenga kuwafundisha watoto, kuhamasisha kusoma kwa bidii, lakini pia kuepuka vitendo vya ukatili, lakini tukawaasa pia wazazi kuachia watoto wasome kwa bidii, lakini pia kuwaongezea masaa ya kusoma na kuwapunguzia kazi nzito ambazo zitawasababishia wao kushindwa kufanya vizuri darasani. Tukitengeneza mbegu nzuri leo, malezi mazuri, ulinzi mzuri, elimu nzuri, tunatarajia kuwa na taifa zuri sana. Hivyo naomba kila mmoja anayenisikiliza awe ni mtu wa muhimu sana kupambana kuona umuhimu wa kutunza watoto. Kutoka wilayani Handeni mkoani Tanga, mimi ni Ernest Mbez, Channel 10. Serikali imeagiza kusitishwa kwa utoaji wa vibali vya mikutano ya hadhara ya vyama vya siasa nchini, ikieleza hatua hiyo inalenga kudhibiti vitendo vya uhalifu na maandamano yanayohamasishwa kupitia mitandao ya kijamii pamoja na kuimarisha amani na usalama katika kipindi hiki cha kuelekea maonyesho ya biashara ya kimataifa ya Sabasaba. Taarifa zaidi na Amani Bando anatueleza. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi amemwagiza mkuu wa jeshi la polisi nchini IGP kutoa maelekezo kwa makamanda wa polisi wa mikoa yote kuimarisha mipango ya kiusalama, kubaini viashiria vya uvunjifu wa amani na kusitisha utoaji wa vibali vya mikutano ya hadhara ya vyama vya siasa hadi pale itakapopendekezwa vinginevyo. Katambi amesema hayo bungeni wakati akijibu mwongozo wa mbunge wa Dodoma mjini ambaye pia ni makamu mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya mambo ya nje, ulinzi na usalama, Pasco Chinyele, ambapo ameeleza kuwa hadi sasa hakuna hoja mahususi iliyowasilishwa kuhalalisha wito wa maandamano unaosambazwa kupitia mitandao ya kijamii. Kumekuwepo na taharuki katika mitandao mbalimbali ya kijamii kuhusiana na maandamano ambayo yanasemwa kupangwa na watu wasiofahamika hapa nchini. Je, swala hili serikali inalifahamu? Na iwapo serikali inalifahamu swala hili, je, inachukua hatua gani? Namwelekeza IGP Wambura asitoe vibali kwa kazi zozote zitakazokuwa zinahusiana na kufanya mikutano ya hadhara katika kipindi hiki kwa chama chochote, iwe Chama cha Mapinduzi, iwe chama chochote kile. Kwa kipindi hiki ni vizuri turudi katika kuwaruhusu wananchi wajenge uchumi wa nchi yao. Ni katika kipindi ambacho tunahitaji kufanya kazi kwa ajili ya kuhakikisha kila Mtanzania, wafanyabiashara, wawekezaji wanafanya kazi yao kwa amani na utulivu. Aidha, Waziri Katambi ameelekeza wageni wote wanaoingia kwenye miji, majiji na nyumba za wageni ikiwamo hoteli kujisajili kwa vitambulisho vya taifa au vya kupigia kura, ikiwa ni hatua ya kuimarisha ulinzi na usalama wa maeneo hayo katika kipindi hiki. Wamiliki wa hoteli zote, Airbnb, guest houses na lodge nchini kuanza kusajili kila anayeingia mle ndani kwa kutumia vitambulisho vya NIDA. Wageni wote wanaoingia kwenye majiji, miji wajisajili. Wanapoenda kwenye hoteli yako au lodge tukakuta kuna watu wameingia hawana vitambulisho, hawaeleweki walikotoka, tutachukua hatua dhidi ya mmiliki pamoja na mhudumu. Amani Mbando, Channel 10, Dodoma.
Naam, mtazamaji, jumuiya ya kimataifa imeendelea kuimarisha juhudi za uokoaji nchini Venezuela kwa kutuma wataalam na misaada ya kibinadamu kufuatia tetemeko la ardhi lenye ukubwa wa 7.5. Umoja wa Mataifa umetuma wataalam wa majanga huko Swiss na Uholanzi zikipeleka zaidi ya waokoaji 80 pamoja na tani 18 za misaada. Marekani imetangaza msaada wa dola milioni 150 na kutuma meli 2 za kivita pamoja na ndege za uokoaji. China na mataifa kadhaa ya Amerika Kusini pia yamechangia kwa kutuma wataalam wa uokoaji na mbwa maalum wa kutafuta walionaswa kwenye vifusi. Hadi sasa zaidi ya watu 235 wamefariki dunia na wengine zaidi ya 1500 wamejeruhiwa, huku operesheni za utafutaji na uokoaji zikiendelea katika maeneo yaliyoathirika. Na mtazamaji, tukiangazia taarifa nyingine, serikali ya mkoa wa Lindi imepokea viuadudu na viuatilifu kwa ajili ya upuliziaji wa mikorosho, ikiwa ni hatua ya kuelekea katika msimu wa zao hilo kubwa la biashara hapa nchini, huku madiwani wa halmashauri za mkoa huo wakitakiwa kuelimisha wananchi matumizi ya viuadudu na viuatilifu hivyo. Taarifa ya mwandishi wetu Aidan Mahando kutoka mkoani Lindi anaeleza zaidi. Hayo yanabainishwa na mkuu wa mkoa wa Lindi Zainabu Telak wakati akizungumza kwenye mkutano wa baraza la madiwani kujadili hoja za mdhibiti na mkaguzi mkuu wa serikali CAG katika halmashauri ya Mtama, ambapo pamoja na mambo mengine anawataka madiwani kuwa mstari wa mbele kufikisha elimu ya matumizi ya viuadudu na viuatilifu hivyo kwa wananchi na wakulima wa korosho. Kuna wakati tulikuwa tunaangalia maradhi yaliyoko kwenye mikorosho, wakatuambia haya maradhi yanamalizwa na dawa za maji kuliko salfa, na tukawatuma wakaenda vijijini. Baadhi ya maeneo Ruangwa wamenipa ushahidi kwamba walipata elimu na wanaendelea. Kwa hiyo dawa tulizopata twende tukazitumie, zitafanya vizuri na tutavuna. Kuhusu umuhimu wa halmashauri kuongeza kasi ya ukusanyaji wa mapato na usimamizi wa utekelezaji wa miradi ya maendeleo, kaimu katibu tawala wa mkoa huu anasema katika ukusanyaji wa mapato, katibu tawala wetu anapongeza halmashauri hii imepiga hatua kubwa sana katika kipindi cha miaka mitatu hii. Mapato yalikuwa yako chini, lakini kwa sasa mapato yanaonekana yako juu, na kwa namna yoyote pale ukisikia sabu inafanyika, maana yake mchezaji huyu amechoka na kuja mwingine, na kwa vyovyote tutatoka hapa tutafanywa sabu tukienda kwenye ubora zaidi. Halmashauri ya Mtama mkoani Lindi imefanikiwa kupata hati safi ya ukaguzi kutoka kwa mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG. Kutoka mkoani Lindi, Aidan Mhando, Channel 10. Naam, mtazamaji, katika kuadhimisha miaka 30 tangu kuanzishwa kwake, Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA mkoa wa Mbeya imetoa kiasi cha faida kinachopatikana kutokana na kodi ambazo zinakusanya kwa kuchangia blanketi kwenye hospitali ya rufaa ya kanda ya Mbeya, kitengo cha wazazi META. Rose Chapewa anatueleza zaidi. Meneja wa TRA mkoa wa Mbeya Nasoro Ndemu ndiye amekabidhi msaada huo katika hospitali ya rufaa ya kanda Mbeya, kitengo cha wazazi META. Katika maadhimisho haya kuna matukio mbalimbali tunayafanya, ikiwemo kurudisha fadhila au shukrani kwa jamii. Sasa kama mnavyofahamu, kazi ya TRA ni kukusanya mapato ya serikali, lakini msingi wa kukusanya mapato ni walipa kodi. Walipa kodi wetu wakiwa na nguvu wanafanya kazi na wanalipa kodi, lakini tukaona pia walipa kodi wale wakipata madhila, changamoto za kiafya, wanakuja hospitalini. Kwa hiyo tukasema hapana, hatuwezi kuwasahau kwa sababu wana madhila mbalimbali. Tukaona ni vema tuchukue nafasi hii tuje kuwaona katika mazingira haya ya hospitali. Msaada huo wa blanketi umepokelewa na mkuu wa kitengo cha wazazi META ambaye ni daktari bingwa mwandamizi wa afya ya uzazi na akina mama, Daktari Francis John. Hii ni zawadi au ni support ambayo imekuja mahususi kabisa na kwa wakati kwa sababu tuna uhitaji pamoja na juhudi kubwa za serikali za kuboresha afya kwa ajili ya wananchi, lakini kwa kweli mahitaji ni makubwa ya kiafya. Lakini ukishamaliza kuwa na miundombinu ya majengo, kuna vifaa tiba kwa mfano mitambo, vifaa tiba ambazo huwa haziishi. Kwa mfano tuna uhitaji wa mashuka, tuna uhitaji wa mablanketi, tuna uhitaji wa
wa vichwa vya hewa za oxygen, tunaita oxygen regulator, na niendelee kushukuru TRA tulipowapa mahitaji yetu. Kuna mengine ambayo mbali na hayo walioleta lakini wameshachukua, kwamba siku nyingine watakapokuja watasupport kwa namna nyingine. Tunashukuru sana kwa mlivyoamua kwa kuja hapa. Kwa tunaupenda muwepo tena. Tunashukuru kwa jumla wote. Kutoka hapa katika hospitali ya rufaa ya Kanda Mbeya, kitengo cha wazazi META, mimi ni Rose Chapewa wa Channel 10. Na mtazamaji, mamia ya watu wamekamatwa nchini Kenya wakati wa maandamano ya kuwakumbuka waliofariki dunia katika maandamano ya kupinga serikali iliyofanyika mwaka 2024. Polisi walitumia mabomu ya kutoa machozi kuwatawanya waandamanaji huku wakifanya operation kali za usalama jijini Nairobi na maeneo mengine. Waziri wa mambo ya ndani Kipchumba Murkomen amesema watu 355 wamekamatwa akidai wamehusika na vitendo vya uhalifu, akisisitiza kuwa hatua hiyo imelenga kulinda biashara na kudumisha usalama. Familia za waathirika zimesema maandamano hayo yamelenga kushinikiza serikali kutoa uwazi kuhusu fidia iliyoahidiwa kwa wahanga wa maandamano ya Juni 2024 ambapo takriban watu 60 walipoteza maisha baada ya polisi kufyatua risasi nje ya bunge wakati maandamano yaliyosababishwa na ongezeko la kodi. Viongozi wa upinzani pia wameunga mkono maandamano hayo na kuitaka serikali kusimamia kwa uwazi mpango wa fidia dola milioni 15. Tukielekea huko Mwanza, watendaji wa idara ya ardhi mkoa wa Mwanza wametakiwa kutatua migogoro ya ardhi inayowakabili wananchi kwa kutenda haki badala ya kuzalisha migogoro mipya kwa kutoa hati miliki kwenye maeneo yanayomilikiwa na watu yakiwemo yasiyoruhusiwa kwa mujibu wa sheria. Henry Kavirondo anatueleza. Yasemavyo maandiko, umri wa binadamu hapa duniani ni miaka 70, lakini baada ya hapo ni mapenzi ya Mungu. Kwa kuwa watu wengi hupenda kujitakasa wakiwa hai, ni muda sasa wa kutenda haki badala ya kusubiri ukomo wa maisha, kwa kuwa hutaweza tena kutenda haki ili kuepuka dhambi. Dua ya mtu aliyedhulumiwa haina pazia, inamfikia Mwenyezi Mungu moja kwa moja. Mkuu wa mkoa wa Mwanza Saidi Mtanda anatumia kauli hii katika kikao kazi cha watendaji wa idara hiyo kilichofanyika wilayani Magu mkoani humo, kuwataka watendaji hao kutambua dhamana walionayo kwenye utumishi ya kuwasaidia wananchi kwa kuzingatia upangaji wa miji. Tumuogope Mwenyezi Mungu, tutende haki, tuwasaidie watu, tuwe na majina mazuri na tuache urithi mzuri wa majina yetu. Amesema serikali haitakuwa tayari kuvifumbia macho vitendo vya ukiukaji wa haki kwa wananchi na kwamba hatua kali zitachukuliwa dhidi ya watendaji wanaoibua migogoro ya ardhi. Kwa hiyo hatuwezi kukubaliana wala kuelewana katika jambo hili. Kwa hiyo tutaendelea kuwa wakali kusimamia sekta hii na sekta nyingine. Kamishna wa ardhi msaidizi mkoa wa Mwanza Wilson Luge amesema wamejipanga kuhakikisha maeneo yote ya mijini na vijijini yanapimwa ili kurahisisha pia upelekaji wa huduma muhimu za kijamii kwa kushirikiana na makampuni mbalimbali yanayopima ardhi ikiwemo ya ardhi mtaji. Tumetoa hati miliki za kawaida 3,888, lakini hati za kimila tulikuwa na malengo ya kutoa hati za kimila zipatazo 20,000, lakini tumetekeleza 27,700. Huko mtaani kuna utapeli mwingi sana wa viwanja na unatokana na baadhi ya watu ambao sio waaminifu. Mfano, unakuta huko kwenye mitaa watu wamebandika mabango, kila mtu amebandika bango, tunauza viwanja, tunauza viwanja. Tayari viwanja vimeshaanza kwa kata ya Nyunguke, vijiji vyote vitatu wapimaji wako site wanaendelea na kazi, na ni mategemeo yetu katika miaka miwili ijayo hizo kata 8 zote ziwe zimepangwa. Henry Kavirondo, Channel 10, Mwanza. Na mtazamaji, mara baada ya taarifa hiyo, na sasa tupate mapumziko mafupi. Tukirejea tunakuja kuendelea mbele zaidi katika upande wa habari za biashara na uchumi.